wa Kitui Kusini Rachel Kaki Nyamai amewataka wanawake walio uongozini katika nyadhifa mbalimbali kusaidia na kuwa sauti kwa wale ambao wanadhalilishwa katika jamii, akitoa mfano wa dhulma za kijinsia, ukeketaji na pia kunajisiwa kuongezeka sana nchini. Kaki akisema wao ndio sauti kubwa na wasijioni ni kama hawawezi. Aidha pia amepigia upato kina mama na wanawake kujitosa katika ulingo wa kisiasa kuwania nyadhifa za uongozi. Mimi ningependa kuhimiza wakina mama wote katika nchi ya Kenya ambao wameshikilia uongozi katika nyadhifa mbalimbali waweze kukumbuka wamama wale ambao wako nyumbani. Sana sana wale wamama ambao hawana chochote, wamama ambao pengine wameumia katika gender based violence, kwa sababu huko ndiko kudhalilishwa kukubwa zaidi kwa mwanamke. Wanawake ambao wanapigwa nyumbani kwao, wengine ambao wanaweza kushikwa bila hatia, watoto ambao wamenajisiwa ambao ni wengi sana katika nchi ya Kenya. Kwa sana sana huu mwaka ambao umepita, tumekuwa na visa vingi sana vya watoto kunajisiwa na wengine hata kuuawa katika constituencies zote za Kenya. Tunapozungumzia jambo hili katika bunge, unasikia wakina mama ambao wako kila mahali, kaunti zote katika nchi ya Kenya, wakizungumzia watoto ambao wamenajisiwa. Hata watoto ambao ni wanawake na wamefanywa circumcision ama female genital mutilation kwa kulazimishwa kwa sababu ya dini ama kwa sababu ya culture katika jamii zao. Kwa hivyo mimi kama mbunge wa Kitui South ningependa kusema ya kwamba ni vizuri tuone wakina mama wakijitokeza katika nyadhifa zote. Uongozi katika kanisa, wamama msione kama hamwezi, mnaweza. Wamama katika maendeleo katika jamii, msibaki nyuma, mnaweza. Wamama katika uongozi wa shule, nasema mjitokeze kwa sababu mnaweza. Na wamama wapatiwe nafasi kama vile wanaume wanavyopatiwa. Kujitokeza katika siasa, msiogope. Ukiona kama wewe unaweza katika ulingo wa siasa, usiogope, jitokeze. Hata sisi wakati ule tulikuwa tunajitokeza, tulikuwa tu watoto wadogo ama hatukuwa watu wazima kama vile tuko leo.